rules of logarithm. Hii itakuwa ni 1.41 itakuwa rules, unaona, rules of logarithm. Kwa ujumla hizi rules ziko 4 tu. Kwa ujumla ziko 4. Kuna power rule, kuna quotient rule, rule ya kugawanya, rule ya power. Rule ya power inahusisha hivi vitu, kwa mfano 3 power 4. Rule ya kugawanya inakuwa hivi. Kuna product rule, rule ya kuzidisha, kuna radical rule, umeona, au wanajiita jina lingine roots rule, ambayo hii inakuwa na mambo ya under root yale, labda 3 under root au 4th root. Kwa inakuwa hivi, inahusisha radicals. Kwa ziko 4, lakini humu ndani zimevunjwa, zinatoka, unaweza kukuta sehemu nyingine kuna rules 10, 12 au 11 ni wamezivunja kutokea humu. Kwa hiyo hata na mimi nitakuongezea vitu vingine, nitaongeza rules zingine zaidi ya hizi 4, lakini zimo ndani hizi tu. Lakini necessary zinahitajika rule 4. Tutaanza na rule ya kwanza ambayo itakuwa ni I. Hii inaitwa power rule. Baada ya kuingia kipengele cha 1.4 cha logarithm, tunaingia kipengele cha 1.41 ndani ya logarithm, ambayo tutazungumzia rules of logarithm, ambayo ni rules ambazo zina govern logarithm. Kwa hiyo power rule ya kwanza ni power rule Roman 1, ambayo inasema log of a power n base b is equal to n inarudi nyuma, ambayo ni power inakuja nyuma, inakuwa n log of a base b. Umeona, n inarudi nyuma, inakuwa log of a base b. Ndio maana inaitwa power rule, kwa sababu inajumuisha power. Kwa mfano log of 3 power 7 base 2, hii inakuwa sawa sawa na nini? Hii inakuwa na sawa sawa na 7 log 3 base 2. Umeona, hii 7 imekuja huku nyuma, imekaa hapa, imekuwa baadaye 7 times log 3 base 2. Hii ndo maana yake. Sasa hii ni kwenye power rule. Twende rule nyingine ya pili, inaitwa radical au roots rule. Radical ni hii alama hii hapa, hii alama ya hivi. Hapa ikae 2 itakuwa ni square root. Ni under root. Ikikaa 2 inakuwa under root, hii under cube root, under 4th root, ikikaa 4. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Kwa hiyo hii hapa alama yenyewe tu peke yake inaitwa radical au roots. Kwa hiyo hii itaitwa radical au roots rule, ambayo inasema log of n under root of n base b is equal to log of, hii inawekwa katika mtindo wa exponential, itakuwa ni log of 1 over hii namba ambayo imeandikwa hapa, 1 over n. Kwa mfano labda hapa ni 2, kwa hapa itakuwa 1 over 2. Na pia hata hii baadaye unaweza ukaichukua hii ukairudisha nyuma kwa kutumia power rule. Kwa sababu ni a power 1 over 4, 1 over n, yani log ya a power 1 over n base b. Kwa hiyo ina uwezo wa kurudi nyuma. Kwa hii vipi? Tuangalie. Hii itakuwa ni log of 5 alafu hii power 1 out of 3 base 2. Hii unaweza ukaenda mbali zaidi kwa kusema 1 out of 3 ikarudi nyuma kwa kutumia power rule, unasema ni log of 5 base 2. Kwa tayari ndani ya swali moja la kutoka hapo umetumia rule mbili. Ya kwanza umetumia radical au roots rule, ya pili umetumia power rule. Lakini tuishie tu hapa kwamba tunaweza kuexpress kama ulivyokuwa nataka kwenye power rule. Kwa twende rule ya tatu ambayo inasema ni exponential rule. Tusome maelezo yafuatayo. Anasema expressing the numbers in
logarithmic form is the reverse of expressing them in exponential form. Yani kwa mfano namba iko katika logarithmic form, ni logarithmic form like tuseme labda logi ya 5 base 2 sawa sawa na logi ya 32 base 2 sawa sawa na 5. Sasa anasema expressing the numbers in logarithmic form. Kwa mfano hii namba ipo katika logarithmic form, anasema is the reverse, ni kinyume of expressing them, ni kinyume cha kuexpress hizo namba in exponential form. Sasa exponential form yake itakuwaje? Kumbuka hii exponential form ilikuwa ni 2 power 5 is equal to 32. Sawa? Kwa hiyo inavyoonekana kwamba una uwezo kutoka kwenye logarithm ukaenda kwenye exponent, umeona, au katoka kwenye exponential form ukaja kwenye logarithmic form. Yaani ukachukua hii 2 ikawa power 5 afu ikawa sawa sawa na 32. Umeona? 2 ukaja hapa power 5 sawa sawa na ngapi? 32. Ndio hicho ninachojaribu kusema. Expressing the numbers in a logarithmic form is the reverse of expressing them in exponential form. Maana yake ni hapa, kwa mfano log of a base b, log of 32 base 2 is equal to log of, kwa mfano hapa c hapa ni 5. Kwa hiyo hii ndo log of ngapi? A base b amesema sawa na c. C yetu hapa ni 5, a yetu ni 32, b yetu ni 2. Kwa hiyo anasema then sawa sawa na kusema b utakuja hapa power c, b power c is equal to a. Kwa hiyo a is equal to b power c. Ukitaka hii a ni sawa sawa uchukue b uweke sana power c. Ya hivyo ndio tunavyokuweka. Pia hii ni kipengele cha kwanza cha kuweka namba katika exponential. Log katika exponential, if log ya a base a ni sawa sawa na 1, log ya a base a tunasemaga sawa sawa na 1, then sawa. Kwa hiyo ili kuipata hii a hapa, kuipata ya hapa ni sawa sawa na kuchukua a power 1. Ili kuipata hii a inabidi uchukue a power 1 a. Kwa hiyo a sawa sawa na a power 1. Yaani kweli a ni sawa sawa na a power 1. Kwa hiyo kuanzia leo ujue log ya a base a ni 1 kwa sababu a is equal to a power 1. Pia if log ya 1 base a sawa sawa na 0, then itakuwaje? Ili kuipata u1 hapa inabidi uchukue a power 0. A power 0 ni sawa sawa na 1. Ni kweli namba yote power 0 ni sawa sawa na 1. Kwa hiyo kuanzia leo ujue log ya 1 base a ni sawa sawa na 0. A ni namba yote tu, lakini isiwe sifuri a na isiwe 1. Kwa hiyo ndivyo hapa ilivyo kwamba log ya a base a, log ya 1 base a sawa sawa na 0. Sasa hapa naweza nikakutolea mifano michache. Kwa mfano hapa log ya 2 base 2, umeona hii itakuwa sawa na 1. Log ya 5 base 5 ni sawa na 1. Pia log ya 10 base 10 sawa na 1 kwa sababu zinafanana a. Sema log of a ni 1. Na twende hapa. Kwa mfano mtu akakupa log ya 1 base 5 sawa na nini? Itakuwa sawa na 0 kwa sababu ili kuipata hii 1 ni sawa na kufanya 5 power 0 is equal to 1. 5 power 0 is equal to 1. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Kwa hiyo kwenye exponential rule hapo kuna vitu vitatu vya kuvishika ambavyo ni hivi hapa ambavyo nimekuwekea. Log a base b sawa na c, then a itakuwa sawa na b power c. If log a base a is equal to 1, then a is equal to a power 1. Namba 3, if log 1 base a is sawa na 0, then 1 is equal to a power 0. Sasa kutokana na hivyo naomba tusolve maswali yafuatayo. Tuyasolve. Example 1 inasema solution given. Tumepewa nini? Tumepewa Roman 1 ametupa anasema if log x base 2 is equal to 3, find x. Log x
base 2 is equal to 3. Hii itakuwaje? Nasema find x ngapi? Mimi nitasema kwamba 2 inaenda power 3 sawa na x. 2 power 3 is equal to x. 2 power 3 ni ngapi? 8. 8 is equal to x. Kwa hiyo swali letu linakuwa limeisha x is equal to 8. X inakuwa equal to 8. Tuendelee na upande huku kwamba swali letu linasema swali linasema find the value of x if 2 log x is equal to log 64 gawanya kwa log of 2. Kwa hiyo twende hapa, tutasema hii ni Roman 2 log x sawa sawa na log of 64 over log of 2. Log of 64 over log of 2. Sasa hapa twende kwamba itakuwa ni 2 log x na hii sawa na nini? Hii ni sawa na log of mbili ziko ngapi? Hapa kumbuka ni base 10 kwa itakuwa base 10. Hapa itakuwa ni 2 mbili zipo ngapi hapa? Hebu hiyo ni 8 mara 8 ni 2 power 3 times 2 power 3. Ina ni 2 power 6 over log ya 2 base 10. Tunafuta. Kwa hiyo itakuwa ni 2 log x sawa sana. Hii sita itakuja hapa kwa kutumia ile ni power rule, itakuwa 6 log 2 base 10 over hii itakuwa over log 2 base 10. Log 2 base 10, log 2 base 10 is katika, kwa itakuwa ni 2 log x is equal to 6. 2 log x is equal to 6. Na hapa kumbuka kuna base 10 hapa. Sasa hapa nini ambacho tutakifanya? Hapa hiyo utaiwekea base 10, hata utangie huku hivi tuwekee base 10 huku. Maana kwa unajua kama hii na base utabidi uwekee na hii x tuirudishe hapa. Turudishe nyuma. Kwa hiyo ili tutafute x yetu mbili tuirudishe hapa, itakuwa ni log ya x square kabla haijapanda inakaa ilikuwa hapa base 10 is equal to 6. Kwa hiyo itakuwa ni x square itakuwa ni 10 power 6 sawa sawa na x square. 10 power 6 sawa sawa na x square. Kwa hiyo unaweza kusema x square sawa sawa na 10 power 6. Kwa hiyo unaweza uka under root both sides, ikawa under root ukapata jibu lako kwamba sasa hapa tumepata 10 power 6 is equal to x square. Kwa hiyo nitaipiga under root. Maana yake hapa pana 2 na hapa pana 2. 2 na ita katika itatoa x is equal to, hapa itakuwa ni 10 power 6 nitai multiply kwa 1 out of 2. Sababu hii nikiweka katika exponential kwa 1 out of 2. Hii itaenda itakata itatoa 10 power 3. Kwa x yetu hapa ni 10 power 3 ambayo ni sasa na f1. Kwa swali letu tutakuwa limeisha hapo. Tuendelee na swali la 3. 64 base 2. Hii sawa na nini? Hii sawa na kuandika log of 64 tumesema ni 2 power 6. Inabidi vitu vianze kukaa kichwani sasa hivi 64 sawa 2 power 6 base 2. Hapa inakuwa ni log of hii sita itakuja huku nyuma. Kwa hiyo itakuwa 6 log 2 base 2. Tumetumia hapo power rule. Kwa hiyo 6 times 1. Kwa nini? Kwa sababu log 2 base 2 is equal to 1. Ile formula tunaona kwenye exponential. Kwa tunaona kabisa hapa jibu letu sisi ni 6 na swali lilikuwa limeisha hapo. Sasa tunaendelea na rule namba 4, inasema addition rule. Addition rule ina maana itakupo kuna addition katika hiyo rule. Kwa mfano log of a base b plus log of c base b, base zinafanana,
itakuwa ni sawa na log of a times c. Log of a times c, base itakuwa base b. Kwa hiyo kwa mfano ukiwa na log 7 base 2 na log 3 base 2 inakuwaje? Inakuwa ni log 7 mara 3, itakuwa log ya 7 mara 3 base 2. Kwa hiyo itakuwaje hapa? Hii sawa sana iweka hapa. Itakuwa log ya 21 base 2. Kwa hiyo yote sawa sana hii. Kwa hiyo itakuwa log of 7 base 2 plus log of 3 base 2 sawa sana log ya 21 base 2. Yaani umechukua 7 mara 3, bases ni common, umeweka hapa imekuwa 21. Kwa hiyo ndo addition rule, kwamba addition inageuka inakuwa multiplication. Kwa hiyo ukiwa na log mbili unazi add, maana yake ni sasa hizo log uzizidishe, lakini base iwe sawa. Base zikitofautiana uwezi ukafanya hiki kitu ambacho tumekifanya. Yaani base hapa ikawa 2 afu hapa ikawa 3, uwezi ukafanya addition rule of logarithm. Twende subtraction. Subtraction rule inasema ikiwa una log a base b minus log c base d, basi itakuwa sawa sana log a gawanya kwa c base b. Base lazima zifanane. Base b base b base b ambayo ni common. Kwa hiyo itakuwa a gawanya kwa c. Kwa mfano log of 10 base 3 minus log of 2 base 3, hii ni sawa na kuandika log of 10 base log of 10 divided by 2, yani nimechukua 10 gawanya kwa 2, base ngapi? 3. Hii sawa sawa na kusemaje? Ni log of 10 gawanya kwa 2 ni 5, log of 5 base 2. Kwa hiyo hii yote tutaiandikaje? Tutasema log of 10 base 3 minus log of 2 base 3 ni sawa sawa kuandika log of 5 base 3. Yaani hiki chote ulichokiandika wamesimplify kwamba ni sawa sana log of 5 base 3. Yaani amechukua 10 gawanya kwa 2 imekuwa 5 afu base akaweka 3. The same applies hapa kwamba kama hapo kwetu kuna base 10 afu hapa 3, basi uwezo ukafanya huu mchezo ambao tumeufanya. Sasa tutumie hizi kanuni ambayo tumeziona hapa, addition rule na subtraction rule, kuyafanya maswali yafuatayo. Tuna example 1 na tuna example 2. Example 1 anasemaje? Simplify the following: log of 25 base 3 plus log of 81 gawanya kwa 25 base 3. Sasa na hii nyingine anasema log of 500 minus log of 5. Hii anasema log of under root, hii ni 1 million. Under root ya 1 million not ni cube root. Ni log ya milioni 1 ndani ya cube root. Alafu pia anasema tafuta 2 log ya 27 base 3. Sasa tuanze na example 1. Inasemaje? Inasema solution given tumepewa nini? Tumepewa log of 25 base 3 plus log of 81 over 25 base 3. Sasa nitakachofanya hapa mimi nitazizidisha hizi. Itakuwa sawa sawa na nini? Kwa kutumia addition rule of logarithm. Itakuwa log 3 common nitaiweka hapa. Kwa base yake 3 itakuwa 25 times 81 hii chini 25. 81 chini 25. Kwa hiyo itakuwa ni log ya 25 mara 81 chini 25 base 3. Hii hapa ina vanish na hii hapa. Kwa hiyo hapa itatoa log ya nini? Itatoa sawa sana log. Hapa imebaki ngapi? 1 mara 81 itabaki 81 hapa base 3. Sasa log ya 81 base 3 hii tunaweza tukaisimplify zaidi kwa kusema kwamba katika 81 kuna 3 ngapi? Tutasema katika 81 itakuwa hii sawa sana log of 3 power 4 base 3. Hii 4 itakuja huku nyuma, itakuwa hii sawa sawa, tunaileta huku kwamba hii itakuwa sawa sawa na 4 log 3 base 3. Yaani yote hii 4 itakuja hapa nyuma. Hapa itabaki 3 base 3. Hii na hii zitakatika.
Kwa hiyo itakuwa hapa sana 4 times 1 is equal to 4. Kwa hiyo ili swali letu lote hili jibu lake kumbe ilikuwa tu sawa sawa na 4. Hilo ndio lilikuwa jibu lake. Sasa hii ilikuwa ni Roman 1. Twende Roman 2. Roman 2 inasemaje? Roman 2 inasema ni log ya 500 minus log of 5. Nilikwambia kama log hujapewa base yake basi base yake ni 10. Kwa hiyo itakuwa sawa sana kusema log of 500 base 10 minus log of 5 base 10. Hapo itakuwa sawa sana nini? Nikitumia subtraction rule inakuwa ni 500 gawanya kwa 5 base 10. Kwa hiyo inakuwa hii sasa na log ya 500 gawanya kwa 5 alafu base 10. Hii sawa na log ya 100 base 10 ambayo hii sasa na log hii 100. Kuna 10 ngapi hapa? Unaziangalia. Yaani kama tulivyoangalia hapa katika 81 alafu hapa base ilikuwa 3. Tunajiuliza katika 81 hapa kuna 3 ngapi katika 81? Tumekuta kuna 3 4. Kwa hiyo katika 81 kuna 3 4 ambao ni 3 power 4 ni sawa na 81. Tunarudi hapa pia. Katika hii 10 katika 100 kuna 10 ngapi? Kuna 12. Kwa hiyo tunaweka 10 power 2 power 2 base 10. Kwa hiyo itakuwa hiyo sawa na ngapi? Hii na hii mbili narudi nyuma inakuwa log 10 base 10 ambayo hii sawa sana kusema 2 mara hii log 10 base 10 by identity inakuwa 1. Kwa hiyo inakuwa ni 2. Kwa hiyo jibu langu lote inaonyesha kwamba ni 2. Twende kipengele cha 3. Kipengele cha 3 kinasema ni log ya cube root ya 1,000,000. Hiyo hapa 0.6 hapa 3. Kwa hiyo hapa kitakachofanyika hii kwanza nitaiweka katika standard form. Itakuwa hii sawa na kusema kwamba ni log ya hapa, kwa sababu tunaweka katika standard form basi tunapunguza tu mzigo. Itakuwa ni 10 power 6 ndani ya cube root, base inakuwa 10. Hii sawa sana kufanyia hii sawa sana kuandika kwamba ni log ya 10 power 6, alafu hii tunaitoa katika radical form tunaweka katika exponential fraction form. Tunaweka katika fraction form, kwa hiyo itakuwa hivi. Kwa hiyo imetoka katika cube root tunaiweka katika fraction form ambayo inakuwa hivi. Kwa hiyo hii ina uwezo wa kuingia ndani hapa base 10. Hii ikiingia ndani itaweka 2 hapa. Kwa hiyo tutasema hii sawa sana log ya hapa itakuwa ni 10 power 2 base 10. Umeona? 6 mara 1 ya 3 inatoa power 2. Kwa hiyo hii 2 itarudi nyuma itakaa hapa itakuwa ni 2 log 10 base 10. Hii log 10 base 10 ni sawa na 1. Kwa hiyo ni 2 times 1. Kwa hiyo jibu lako hapa lote ni 2. Kwa hiyo kwenye hili swali jibu ni 2. Tunaendelea na pia kipengele cha 4. Fute hapa. Unaweza kustopisha. Sasa tunaingia kipengele cha 4 pale, inasema 2 log of under root ya 27, maana yake hapa pana 2 base 3. Hii ni sawa kusema nini? Hii sawa na kusema kwamba 2 log hii hapa naiweka katika mtindo wa fraction. Kwa hiyo itakuwa 27 alafu 1 out of 2. Kwa hiyo ukiweka hivi ni sawa tu umeandika hivi. Alafu hapa inakuwa base 3. Sasa cha kwanza ambacho mimi nitajiuliza ni kwamba je, katika hii hapa hii katika 27 kuna 3 ngapi? Kuna 3. Kwa hiyo itakuwa hapo ni 2 log 3 power 3, alafu itakuwa nje hapa kuna nusu. Umeona? Hapa base 3. Sasa 3 mara nusu ni sawa na 3 ya 2.
Kwa hiyo yote itabadilika, itakuwa 3/2. Kwa hiyo itakuwa ni 2 log 3 alafu power 3 out of 2 base 3. Hii 3 out of 2 itakuja huku, itakuwa ni 2 mara 3/2, yote itakuja huku, itabakisha hapa log 3 base 3. Log 3 base 3 ni sawa na 1. Kwa hiyo utaandika hapa but log 3 base 3 is equal to 1. Kwa hiyo itakuwa ni 2 hii 2 times 3 out of 2 times log 3 base 3 ni 1. Kwa hiyo itakuwa ni, na hii hapa inatoa 1 na hii inatoa 1. Kwa hiyo inakuwa ni 1 mara 3 mara 1 ambayo sawa na 3. Kwa hiyo jibu letu lote pale juu ni kwamba, kwa hiyo 2 log ya under root ya 27 base 3 ni sawa na 3 ya. Sasa tuingie example 2a. Tunasema find the value of x ikiwa log of x base 2 plus log of x square base 2 sawa na 12. Kwa hiyo ndasema solution given. Kwa hiyo itakuwaje hapa? Nani ya kwanza inakuwa ni log of x base 2 plus log of x square base 2 sawa na 12. Log of x base 2 plus log ya x square base 2. Nataka tukifanya hapa kwa sababu ni addition, basi nitazidisha, itakuwa ni log of x times x square base 2 kwa sababu inafanana is equal to 12. Kwa hiyo hii inakuwaje? Hii inakuwa sawa na, unaona, hii inakuwa sawa na log of x power 3 base 2 is equal to 12. Sasa hapa itabidi utumie exponential rule kwamba hii inaenda hapa alafu inakuwa sawa na hii, kwamba inakuwa tuje hapa upande huu wa pili, upande wa pili hapa inakuwa kwamba ni 2 power 12 sawa na x power 3. Ndivyo ambavyo inakuwa. Sasa hii ni sawa na nini? Hii 12 ya juu. 12 ya juu ni sawa na 4 mara 3. Kwa hiyo unaweza ukafanya 2 mara 2 kipeo cha 4, alafu hapa nje ukaweka 3, kwamba ina uwezo wa kuingia hapa ikazidishwa. Nimeweka 2 kwa sababu 12 ni 4 mara 3. Kwa hiyo hii nimeingiza 4 nje, 3 nimetoa nje, alafu sasa na x power 3. Kwa nini nimefanya hivi? Nimefanya hivi ili 3 na hii zikatike, alafu inipe jibu. Kwa unaona 3 itakatika na hii 3 itakatika, itatoa kwamba 2 power 4 sawa na x. Kwa x yangu mimi ni 2 power 4. 2 power 4 ni ngapi? Ni 2 mara 2 mara 2 mara 2. 2 mara 2 4. 4 mara 4 16. Kwa kumbe x ni 2 power 4 ambao ni 16. Kwa x yangu 16. Kwa x iliyoficha hapa ni 16. Hebu jaribu kuirudishia hapa 16. Alafu tuone kama jibu 12 itakuja. Nirudisha hapa 16. 16 ni 2 power 4 na hapa amesema iwe x square. Kwa hiyo kama hii x ni 2 power 4, anakuambia hii square na huku square. Hii na hii itakuwa ngapi? Itakuwa x square sawa na hapo itakuwa 2 power 4 mara 2 8. Kwa hapa itakuwa 2 power 8. Hapa 2 power 8 niandika 8. Hapa itakuwa ni 2 power 8. Sasa hii 4 ina uwezo wa kurudi huku nyuma. 4 itakuja hapa nyuma pap, itakuja hapa pap, itakuwa ni 4 na hii 8 itarudi nyuma pap, itakuwa ni 8. Kwa hii zitakatika italeta 1, hii itakatika italeta 1. Kwa hiyo itabaki 4 jumlisha 8 sawa na ngapi? 4 jumlisha 8 12 ambayo ndio hii hapa. Kwa hiyo tupo sahihi kabisa kwamba hatujakosea jibu letu. Sasa tuendelee na step nyingine.
ya kipengele cha pili, swali kipengele cha pili. Sasa tuende kwamba solution given. Kipengele cha pili nasema hiki. Kipengele cha pili anasema log of 2x plus 1 base 5. Base 5, no, this is not base 5. Base 3. Kwa sababu ikiwa base 5 hapa hatutoweza kudivide, base inabidi zifanane. Yeah. 2x plus 1 minus log ya x minus 3 base 3 sasa sana 2. Kwa hiyo nasema nimepewa nini? Nimepewa log of 2x plus 1 base 3 minus log of x minus 3 base 3 is equal to 2. Yeah, log of 2x plus 1 base 3 minus log of x minus 3 base 3 is equal to 2. Sasa hii sawa na nini? Hii ni sawa na kusema kwamba log of, nagawanya hii na hii, log of 2x plus 1 over over x minus 3 base ni 3 sawa sawa na nini? Equal to 2. Hii sio sawa sawa, ina kitu kama mshale kwamba log of 2x plus 1 over x minus 3 base 3 sawa sawa na 2. Kwa hiyo hapa nitatumia exponential huu kuitoa hapa, kuirudisha katika exponential ili nitafute x. Kwa hiyo nitairudishaje? Nitaandika kama ifuatavyo kwamba copy log of 2x plus 1 over x minus 3 base ni 3 is equal to 2. Kwa hiyo hii itaenda hapa alafu itairudisha, itaileta hii pale. Kwa hiyo itakuwa ni 3 power 2 sawa sana 2x plus 1 over x minus 3. Hii hapa ni 9 sawa sawa na 2x plus 1 over x minus 3 na cross multiplication. Hii ni sawa sawa na 9 ya moja. Kwa niki cross hapo hii na hii italetea kwamba ni 9 times x minus 3 sawa sana 1 times 2x plus 1. Yeah, ndio itakuwa. Kwa hiyo hapa nikifungua itakuwa ni 9x kutoa 27 sawa sana 2x, moja mara 2x ni 2x plus 1 hapa. Kwa hiyo x na x zitakaa pamoja. Huyu atakuja hapa. Huyu atakuwa ni 9x na huyu atakuwa minus 2x. Huyu 27 ataenda kwa itakuwa positive, atakuwa ni 27 kujumlisha 1. Kwa hiyo hapa atakuwa ni 7x sawa sawa na 28. Kwa hiyo itakuwa nitagawanya kwa 7 na huku nitagawanya kwa 7, x inapata 4. Kwa hapa pia x ni 4. Hii 4 ukiileta hapa inabidi nikupe jibu lile lile. Hebu tujaribu kuileta ile 4. Tuilete 4 hapa. 2 mara 4 8, 8 jumlisha 1 9. 9. Kwa hiyo itakuwa hapa ni log ya 9 base 3 kutoa hapa ni 4 toa 3 1. Kwa hiyo itakuwa ni log ya 1 base 3 is equal to 2. Lakini kumbuka hii 9 ni kuna 3 ngapi kwenye 9? 2. Kwa hiyo itakuwa ni 3 2. Hii 2 tunaweza tukaiacha vile vile tu kwa sababu bado hatujagawanya. Tuiache vile vile hatujagawanya. Kwa hiyo itakuwa ni log ya mwisho wa siku hapa hii yote mpaka hapa itakuwa ni log ya 9 gawanya kwa 1 base 3. Jibu sawa na ngapi? 9 gawanya kwa 1 ni 9. Kwa hiyo itakuwa ni log ya 9 base 3. Hii 9 ni sawa na ngapi? 9 ni sawa na 3 kipeo cha pili. Hii 2 itarudi nyuma. Kwa hiyo itakuwa sawa na 2 log 3 base 3. 3 na 3 zitakatika italeta 1 kwa sawa na 2. Ndio hii hapa 2. Kwa hiyo ni kweli kwamba value yetu 4 x ni sawa na 4 na tumeijaribu imetuletea majibu. Kwa hiyo
uzuri wa hesabu ndio huo, kwamba unaweza ukaichukua jibu lako ukalitest na kuona ile swali mimi nimepata, na ukaendelea na maswali mengine vizuri kabisa. Sasa tuandike maswali mengine ili tuendelee kujifunza zaidi. Tuingie example 3. Simplify the following: log of 32 base 2 minus 3 log of 9 base 3. Namba 2 inasema log of 0.00001 power 3, na ya 3 inasema ni log of 64 gawanya log of 4. Example 4 pia tutakuja. Tuanze na hii example 3. Tutasema hapa solution given inasema kwamba action log of, swali inasema kwamba ni log of 32 base 2 in Roman 1 minus 3 log of 9 base 3 e base 3. Kwa hiyo hapa itakuwaje? Hapa itakuwa hivi. Hapa najiuliza katika 32 kuna mbili ngapi? 32 kwanza ni 2 6, kwa sababu hii ni 8 mara 4. Hii ni 2 3 times 2 2. Ni 2 5 ya ni 2 5. 3 jumlisha 2 ni 5. Kwa hiyo ni 2 5. Unaona uzuri wa kuhakikisha bwana. Kwa hiyo ni log of 2 power 5 base 2 minus 3 log of, katika 9 kuna 3 ngapi? Kuna 3 2. Kwa hiyo itakuwa 3 power 2 base 3. Kwa hiyo hii itarudi nyuma hapa, itakuwa ni 5 log 2 base 2, na tunajua 2 base 2, log 2 base 2 ni sawa na 1. Hii 3 itazidishwa na hii 2 itakuwa kuja nyuma hapa, itakuwa 2, itabaki log of 3 base 3, log of 3 base 3. Kwa hiyo hizi utaandika but log of 2 base 2 is equal to 1, na pia log of 3 base 3 is equal to 1. Kwa hiyo itakuwa hapa sawa na 5 times 1, kutoa hapo, kutoa ngapi? 3 mara 2 itakuwa sawa na 6. Tuizidishe tu 3 mara 2. Umeona? Kwa hiyo itakuwa ni 5. 3 mara 2 mara 1. 3 mara 2 mara 1. Kwa hiyo itakuwa ni 5 kutoa 6, ambao 5 kutoa 6 sawa na negative 1. Sasa kwa nini nimefanya hivi? Kwa sababu tumesema katika log kwamba ikiwa minus tunaweza tukazigawanya. Hapa hatujazigawanya kusema kwamba hii, kusema kwamba tungesema labda ni log of 32 over 9. Base tungeweka ngapi? Tungeweka 2 au 3? Tukiweka 2 kwa sababu gani? Tukiweka 3 kwa sababu gani? Sasa umeona kama base hazifanani, huwezi ukaja huku, kwa sababu inakupa shida hapa uweke 2 au uweke 3. Ndio maana tunatumia njia hii ambayo nilikuwa naitumia sasa hivi. Kwa hiyo jibu lake umepata negative 1. Twende Roman 2. Roman 2 inasema ni log of 0.0001. Kwa hiyo itakuwa ni log of 0.1234 1 power 3. Hii nitaweka katika standard form ili niweze kusolve vizuri. Itakuwa ni log of, hapa itakuwa ni hapa 1 2 3 4 5. Kwa hiyo 1.0 times 10 power negative 5 power 3. Hapa base itakuwa base 10, kwa sababu ndio kama haina base unaelekea 10. Sasa kama iko ndivyo, hii power 3 kwenye moja ni sawa na moja tu. Kwa hiyo haina maana. Tubaki na hii hapa. Ingize hapa. Itakuwa sawa sawa na log of hapa itakuwa ni sawa na log of 1 times 1.0 times 10 minus 1.0 times 10 power negative 5 ni sawa sawa na hiyo 10 power negative 5 power 3. Nimejaribu kurahisisha tu base 10. Sasa hii sawa sawa na nini? Hii sawa sawa na twende huku juu, tugawanye hapa kwa haraka, twende juu sasa. Twende hapa juu, kwamba hii tunaikopi inakuwa ni log, bado tupo kipengele cha pili, inaendelea tu. Sasa na log of 10 power negative 5 power 3 base 10.
hii sawa na nini? Hii sawa na log of 3 mara 5 inakuwa log of 10 power negative 15 base 10. Sawa. Sasa hii inarudi nyuma, inakuwa negative 15 times log negative 15 zinakaa nyuma, kwa hiyo itakuwa log of 10 base 10, but lakini log of 10 base 10 is equal to 1, kwa hiyo itakuwa negative 15 times log of 10 base 10 1 is negative 15. Kwa hiyo jibu letu la hili swali hili hapa lote ni sawa sawa na negative 15. Twende kipengele cha tatu ambacho kinasema ni log of 64 divided by log of 4. Inasema log of 64 divided by log of 4. Obviously hapa base ni 10 kwa sababu hatujapewa. Kama hatujapewa base ni 10. Hii unaifanyaje? Hii ni sawa sawa na kuandika 2 power ngapi? Hii ni 8 mara 8 ambao ni 2 power 3, 2 power 3, ni 2 power 6. Kwa hiyo sawa na kuandika log of 2 power 6 base 10 over log of hii ni ngapi? 2 power 2, log of 2 power 2 base 10. Sasa kama ndio hivyo, hii 6 ndairudisha nyuma, itakuwa ni 6 log 2 base 10 kwa kutumia power rule, itakuja hapa itabaki log 2 base 10, na hii 2 itakuja hapa itakuwa ni 2 log 2 base 10. Umeona? Kwa hiyo hizi zinafanana, hizi zina vanish hizi. Kwa hiyo inabaki ngapi? Inabaki 6 gawanya kwa 2. Ndio inabaki 6 gawanya kwa 2 ngapi? 3. Kwa hiyo jibu letu lote la hili swali ni 3. Kwa jibu letu la swali ni 3. Kwa hiyo yote jibu lake ni 3. Yeah. Twende sasa example 4. Example 4 nasema it is given that n log ya 125 over 5 sawa sawa na log of 64 base 2. Find the value of n. Anaitaka hii n ikiwa equation ndo hii. Sasa mimi hapa nitasema kwamba solution ya namba ngapi? Namba 4. Yeah, solution given. Given nini? Tumepewa n log ya 125 base 5 sawa sawa na log of 64 base 2. N log ya 125 base 5 sawa na log ya 64 base 2. Sasa hii kwanza hapa lazima nijiulize, katika 125 kuna 5 ngapi? Na katika 64 kuna 2 ngapi? Ndio n nitaipata kirahisi. Kwa hiyo itakuwa ni n log. Sasa hapa hii ni sawa sawa na ngapi hapa? Na kwa 5 itaingia mara moja, sawa? Alafu mara 2 kwa 5 mara 2 itakuwa 10, itakuwa 20. Kwa hiyo hii ni 25 mara 5. Hiyo ndo maana yake. Na hapa katika 25 mara 5 kuna 5 2, na hapo times 5 moja, hii jumlisha hii inakuwa 3. Kwa hiyo 5 power 3. Kwa log ya 5 power 3 base 5. Kwa yaani ikiwa na maana kwamba 5 power 3 ni sawa sawa na 5 mara 5 mara 5 ndio unapata 125. Sawa sawa na log 64 tumesema ni 8 mara 8 ni sawa sawa na 2 power 6. 2 power 6 hii ni 8 mara 8, 2 power 3 times 2 power 3. Unazijumlisha hizi inakuwa 2 power 6 base 2 kama kawaida. Sasa hapa inakuwa ni n hii 3 inarudi nyuma mara 3 log ya 5 base 5 sawa sawa na 6 log 2 base 2. Ndasema but log of 5 base 5 sawa na 1. Na pia log of 2 base 2 sawa sawa na 1. Kwa hiyo itakuwa sawa ngapi? Hii itakuwa sawa n mara 3 ni sawa sawa na 3n sawa sawa. No, 3n mara 1, hii moja hapa. Alafu sawa na 6 mara 1. Kwamba log ya 2 base 2 ni 1. Kwa hiyo itakuwa ni 3n sawa sawa na 6. Kwa hiyo nitagawanya kwa 3, nitagawanya kwa 3, n itakuwa sawa sawa na 2. Kwa hiyo hili ndio jibu letu. Kwa hiyo n hapa itakuwa sawa sawa na 2,
ndiyo itakayofanya equation hii ya huku na ya huku zifanane. Ana maana gani? Angalia hapa. Ukiangalia hapa unaona kabisa kwamba kama n ikiwa 2, tukiweka 2 hapa itakuwa ni 2 log of 5 power 3 base 5 is equal to, anauliza log of 2 power 6 base 2. Kiukweli hii hapa lazima irudi nyuma hapa. Maana yake itaifanya jibu letu kuwa ni 6 times 1 pande huu. Kwa hiyo jibu letu huku pande ni 6. Sasa hii 3 irudishe nyuma uone kama ina balance. Itakuwa ni 2 mara 3 log of 5 base 5. Hii log of 5 base 5 ni sawa na 1. Tunafuta. Kwa hiyo itakuwa mara 1. Je, 2 mara 3 mara 1 ni sawa na 6 mara 1? Ndiyo, 6 ni sawa na 6. Kumbe kweli. Kwa hiyo hili jibu letu n tulilolipata kweli limeleta 6 sawa na 6. Kwa hiyo kama nilipokuambia mwanzo, una uwezo wa kuprove jibu lako ulilolipata kama ni kweli au si kweli hapa. Unaingizia tu hapa unafanya.